Leo ni tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2025, siku ambayo kumeendeshwa mkutano katika mji wa Uvira, mkutano ambao umekutanisha viongozi mbalimbali wa makundi yanayomiliki silaha ya wazalendo, ambao mkutano huo umeitishwa na mashirika, tabaka, vitengo vitano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa wahalikaji walioalika mkutano huo, tuko naye hapa kiongozi ambaye atajitambulisha kwa majina yake. Ni kualike mara nyingine katika makala haya Info Minute. Naitwa Thompson Unjibata Ngolo William, nikisaidiwa na Tony Kambambili. Kiongozi, ujambo na karibu katika makala yetu ya Info Minute. Si jambo bwana journalist. Kwa majina na nyadhifa? Naitwa Justin Lukambo Mwamba. Unatumika? Mimi ni coordonnateur wa platform inayoitwa Voix des 5 secteurs Fizi Tombwe en sigle V5. 25 pamoja na platform zingine mumeorganize reunion na Baseigneur de Guerre mjini Uvira leo. Ilihusu nini? Kwa kweli unajua sisi ni kabila teule Mungu alichagua pamoja na kabila zingine, na ni kabila ambayo ina maono. Ametupa ile riziki na neema ya ushujaa, na wakati huu tuko katika vita, watoto zetu walihitaji kupata un coup de main ili tuwasapoti, tujaribu kuwashauria kwa yale ambayo hayaendi sawasawa ili tufikie lengo kama taifa. Na katika mazungumzo yenu muligusa nini na nini? Katika mazungumzo yetu ya leo tulipenda kufanya état des lieux, tujue point fort, point faible na nini naweza kuwa dawa ili umoja na usalama baina ya wazalendo vijana wetu iwe rasmi. Umeridhishwa na kitu gani katika mkutano wa leo? Kila mtu alikuwa wazi na walipendekeza namna gani hilo linaweza kufikia, na lilo tusaidia pia ili tupatia picha ya hali ya kindani baina ya vijana wetu. Watu wazingatie nini? Wanaotufuata kwa sasa wazingatie nini katika mkutano wa leo? Conclusion. Conclusion ambayo si kabila letu tu na wengine wote ambao wana matumaini kutoka hawa vijana wetu ni kwamba subira inalipa, sababu kutatua jambo la communauté na kikundi kama hiki si automatique. Ni mambo yanakuja au fur et à mesure, kujua nani unaweza kumwambia nini kulingana na vyeo vyao na wapi mnaweza kufanyia nini, na hiyo inatusaidia. Ila kikwazo kidogo ilikuwa sababu unaona tuko katika shamba la vita, wamoja wao hawakuwepo na ilibidi wawepo, ikawa kama changamoto. Lakini pamoja na hiyo, kama wengine wangekuwepo huenda yaliyosema yasingalikuwa, sababu kuna woga na kujizuiza kidogo. Kwa hiyo ilitusaidia kupata picha ya kujua wale ambao hawakuwepo nini tunaweza kuzungumza na wao, na vikao vingine vipi vinaweza kufanyika kwa siku za usoni. Naam. Na kuhusu hali ya usalama kwa sasa, hali koje katika mashamba ya matunda? Ninafikiri kuna matumaini. Matumaini ni kwamba unajua tunaye adui ambaye ana roho ngumu kama nyoka, na bahati nzuri Mungu na yeye akatupatia vijana ambao wamemuelewa, na kuelewa na kumjua adui inasaidia wewe mwenye kupambana uchukue tactic gani. Kwa hiyo kuna matumaini, ingawaje mbinu zinafanyika pande zote mbili, lakini bado tungana matumaini. Tunafika mwisho, neno lako la nyongezo? Neno langu ni kwamba tuko taifa na tuko katika nchi yetu, tunahitaji kunyang'anywa udongo wetu,
lakini mwenye kitu, na Mungu kasema alaaniwe anayechukua hata mita moja ya udongo. Mungu si mjinga ambaye alituita wakongomani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo anayetaka kukaa na sisi katika salama anakaribishwa, lakini wakutaka kuchukua haki yetu kimabavu, huyo laana ndiyo. Hakuna mwanzo usiokosa kuwa na mwisho wake. Mpenzi mtazamaji, ni hadi hapo tumefika mwisho kabisa wa mazungumzo yetu, ila kabla ya kuondoka, kiongozi Lukambo Justin, kuna neno fulani ambalo unaweza kuwa umelisahau, kama vile wito amasi unaweza kutoa? Kwa kweli, acha ni shukuru wanamemba wa V5 ambao walitupatia nguvu kuja kufanya kazi hii tunayoifanya. Kwa kweli sisi tunatumika kama kundi lenye kusikilizana. Nauli wanamemba wanalipa, kama tunalala ni wanamemba wanafanya contribution, na kwa hiyo ninawapongeza, ninawabariki kwa kazi kubwa ambayo wanayoifanya, kwa changizo zote, kipesa, kimashauri, ili tuwe na maneno, ili tuwe na muda wa kukaa pamoja na wengine na kujibu matakwa ya hapa na pale. Na niwashukuru pia wanamemba wetu wa Sweden ambao walitusapoti na mchango wao wa $300 ili vile vile tuje tusapoti kazi hii tunayoifanya. Kwa hiyo kuna mengi ambayo ningependa tufanye na wao, sababu hitaji ni nyingi hapa, mambo ni mengi hapa. Kwa hiyo bila watu kama wao na wenye moyo, Bwana Ambate, Da Maria, Mas 1, Mas 2, Baindolwa, Roger, Bilimba, ce sont nos membres ambao wanajitoa kwa kusapoti kazi tunayoifanya sur le terrain. Na kama yuko ambao nimesahau, tujikute kwamba sisi sote ni wanamemba wa V5 ambao tunachukua mzigo katika ushirika mwema, na Mungu aendelee kuwabariki kwa hii tunayoifanya. Mwisho kabisa wa makala haya ya 4 Minutes, ni kushukuru mwenzangu Tony Kambambili upande wa kamera. Mimi ni Thompson Unji Batangalwa William. Alamsiki.